بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1447, katika darsa ya risala سجود السهو لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. katika utangulizi wa kusoma hii risala tulimzungumzia mwandishi ambaye ni Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, na leo biidhnillah ta'ala moja kwa moja tutaingia katika kuizungumzia risala yenyewe ambayo ni risala aliyoita risalatun fi sujudi sahwi. bimaana hii risala yazungumzia hukumu katika ahkam zinazofungamana na ibada ya swala ambayo ni hukumu ya sujud as-sahwi na masail yanayofungamana na sujud as-sahwi. kabla ya kuingia katika kuanza kusoma maneno ya mwandishi, ningependa kutanguliza utangulizi ufuatao. jambo la kwanza, taarifu sujud as-sahwi. kwa wale wenye kuandika waanze hapa. sujud as-sahwi ni nini? katika lugha ya Kiarabu as-sahwu lughatan nisyanu ash-shay'i wal ghaflatu anhu wa dhahabu al-qalbi anhu ila ghayrihi. taeleza polepole kwa wenye kuandika. as-sahwu katika lugha kusahau, nisyanu ash-shay', na an-nisyan, as-sahwu, al-ghafla, haya maneno yote haya ni alfadh mutaradifat, yani maana yake yarudi kuwa ni moja. maana yake ni mtu kukisahau kitu, nisyanu shay, wal ghaflatu anhu, akaghafilika nacho, wa dhahabu alqalbi anhu ila ghayrihi, na moyo ukawa umeondoka pale umekwenda kwingine, pamoja na kuwa kile kitu akijua kawaida lakini aghafilika nacho. hii ni sahwu katika lugha. wasahwu fi as-salah, as-sahwu katika swala, tukizungumzia sahwu maana yake al-ghaflatu an shay'in minha, ni mtu kupatwa na ghafla akasahau chochote katika ibada yake ya swala. al-ghaflatu an shay'in minha. na hapa akasema sujud as-sahwi. wanaovioni wasema sujud as-sahwi imeitwa sujud as-sahwi min babi idafati shay'i ila sababihi. kwa ile sujud imedhifishwa katika sababu yake, yani sababu ya kusujudu hii sujud ni kusahau. kwa hivyo hapa min babi idafati shay ila sababihi, idhan ni kama kusema sujudun lisahwi, ay li ajli sahwi, tusujudu kwa sababu ya nini? ya kusahau. na tukizungumzia sujudu sahwi shar'an katika sheria
bimaana sasa yale maana ambayo tunayataka sisi. Sajdatani yasjuduhuma almusalli, ni sajda mbili ambazo mwenye kuswali huzisujudu lijabri ma hasala fi salatihi min alkhalali sahwan. Sajdatani yasjuduhuma almusalli, ni sajda mbili anazosujudu yule anayeswali lijabri ma hasala fi salatihi min alkhalali sahwan, ili kuunganisha, ili kujaliza yale yaliyotokea katika swala yake katika mapungufu. Amekosea mahali kwa kusahau, useme amewacha sehemu katika swala kwa kusahau. Hizi sajida mbili asujudu kwa ajili ya kufunika lile pengo ya kule kusahau kwake. Kwa hivyo sajidatani yasjuduhuma almusalli lijabri ma hasala fi salatihi min alkhalali sahwan biziyadatin au nuqsanin au shakkin, imma kukuzidisha katika swala yake au nuqsanin, au kupunguza katika swala yake, au shakkin, au akawa na shaka, je nimeswali 3 au 4 au 4 au 5, ana shaka katika nini, katika ile swala yake. Na hizi ni asbab za sujudu sahwi. Imma mtu ameongeza katika swala au amepunguza au amekuwa na shaka katika swala yake, na ahkam zake inshallah tutazieleza. Hili ni jambo la kwanza ambalo nimeonelea tulitangulize. Jambo la pili, kabla ya kuingia katika kuanza kusoma utangulizi wa mwandishi, na haya ninayoyataja mwanzo yana dharura kuyajua kabla ya kuingia ndani ili tuelewe hukumu sujud as-sahwi. Ni ipi hukumu ya sujud as-sahwi? Nikisema hukumu na kusudia, je ni wajib au ni mustahab, yapendekezwa? Nazungumzia hapa hukumu sujud as-sahwi. Sujud as-sahwi wajibun. Sujud as-sahwi kwa yule aliyesahau katika swala yake ni wajib. Sujud as-sahwi wajibun fi as-salati idha hasala sababuhu. Sujud as-sahwi ni wajib katika swala ikiwa itatokea sababu ya kuisujudu sujud as-sahwi. طيب, ni kweli kuna ikhtilaf baina al-ulama katika masala kuwa ni wajib au ni mustahab, lakini kwa nini moja kwa moja tumekwenda kuwa ni wajib kusujudu sujudu sahwi? Tumesema sujudu sahwi wajibun fi as-salah idha hasala sababuhu, kitokea ile sababu yake itakuwa ni wajib kusujudu sujudu sahwi kwa dalili zifuatazo. Dalili ya kwanza, ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس. huyu sahaba Abdullah ibn Buhaina radhiyallahu anhu sema, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasalisha sala ya rak'a 4, na sote tufahamu kuwa swala ya rak'a 4 baada ya rak'a 2 wakati tashahud wakaa, kisha ndio wasimama kuna kuswali zile 2 zilizobakia. Siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali rak'a 2, badala ya kukaa akasimama, thumma qama falam yajlis, kwa kumaanisha kuwa ameziswali rak'a 4 moja kwa moja. Faqama an-nasu ma'ahu, masahaba wakasimama nyuma yake pamoja na yeye, maana wote wakasimama. Falamma qada salatahu, alipomaliza swala yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nadharna taslimahu, tusubiri afanye nini, atoe salamu baada ya tashahudi ya mwisho, tusubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam atoe salamu. Kabbara qabla at-taslim,
akaleta takbira kabla ya kutoa salamu, fasajada sajdataini wa huwa jalisun, akasujudu sajida mbili. Bimaana ilikuwa ile tashahudi ya kwanza amefanya nini? Ameisahau, akasujudu sajida mbili, thumma sallama, kisha ndio akatoa salamu alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo walisoma tashahud wakiwa wasubiri atoe salamu, mwanzo akafanya nini? Akasujudu sajida mbili, alipomaliza kusujudu ndio akatoa salamu. Na tutakuja kueleza inshallah kwa mbele wakati gani wasujudu kabla ya salamu na wakati gani wasujudu baada ya salamu. Lakini hii hadithi mahallu shahid ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisujudu sajida mbili kabla ya kutoa salamu. Pengine waweza kuuliza, sasa hapa imetajwa wapi kuwa ni wajibu? Twende kwenye dalili zinazofuata. Mwanzo hapa tufahamu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisujudu sujudu sahwi kwa ule upungufu uliotokea katika swala yake. طيب, hadithi inayofuata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla adh-dhuhra 5. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha masahaba salatu adh-dhuhr raka ngapi? 5. Bimaana amesahau akaongeza raka moja ziada. فقيل له أزيد في الصلاة, بعد يصلى مصحابة وكموليز يا رسول الله صلاة ظهور imeongezwa bimaana ni 5 si 4. فقال وما ذاك, kwa nini muuliza hivyo? قال صليت 5. صحابة akamwambia umeswali ngapi? Umeswali 5. فسجد سجدتين بعد ما سلم, akasujudu sajida mbili baada ya kuwa shatoa salamu. Akawa masahaba wakawa mueleza kuwa umeswali 5, akageuka kibla akasujudu sajida mbili kisha akatoa tena salamu. Kwa hiyo katika hali kama hii, ile hadithi ya kwanza tuliyosoma Mtume sallam swala yake ilikuwa na nini? Na upungufu, sio? Akasujudu kabla ya salamu. Hii sasa amefanya nini? Ameongeza, akasujudu baada ya salamu. Na hadithi ziko nyingi zinazozungumzia masala ya sujudu sahwi, na miongoni mwa hadithi mashuhuri inayojulikana sana ambayo nitaisoma hapa, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر. ومتوم صلى الله عليه وسلم aliwasalisha masahaba wake moja katika swala hizi mbili, imma salatu adh-dhuhr au salatu al-asr, fasallama fi rak'atayn. Baada ya tashahudi ya kwanza hakusimama, akatoa salamu. Mtume sallam akatoa salamu. Thumma ata jid'an fi qiblati al-masjid, kisha kulikuwa na kigogo pale katika qibla ya masjid, akaenda akategemea. Fastanada ilaiha mughdaban, akategemea kama ana hasira, kama kuna kitu kilikuwa chamsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama na dhiki fulani. Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar fahaba an yatakallama, na katika masahaba alikuwepo Abu Bakr na Umar, lakini ni kama wakaona kuogopa kumzungumzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili. Wa kharaja sar'anu an-nas, wale wa kutoka haraka haraka wale wakatoka. Kwa hata wakati wa masahaba walikuwepo wale ambao walikuwa wakitoka mapema. Kinyume, kuna baadhi ya watu sema anayetoka wa kwanza rafiki yake Ibilisi. Si kweli hizo. Mmemsikia mmoja azungumza, asema mtu akitoka wa kwanza rafiki yake Ibilisi, basi watu wote tabaki hapa, kila mmoja mwangalia mwenzake. Hakuna kutoka, kila mmoja mwangalia rafiki yake Ibilisi ni nani. Siku moja tuliswali nafikiri Mazera Mamariakani kule, ilikuwa Ramadhani, tukapatikana na swala adh-dhuhr na asri, tukaswali msikiti mmoja huko. Na ndio siku hiyo nikajua maskini hawa watu ambao wako nje ya miji huwa wadanganywa sana. Akasimama bwana mmoja azungumza, sisi tuko pale tumekaa. Sasa akisimama kuzungumza, watu wakaanza kutoka. Watu walipoanza kutoka, yeye kama linamuudhi lile watu watoka, akasema nyinyi ambao matoka chungeni.
kisha kaeleza kisa. Kuna bwana mmoja wa kisa kina kichwa na miguu, ankwenda kwa mganga. Kule kwa mganga akamwambia kama ni sawa ni kufanya hivyo, kama ni sawa. Mganga akamwambia ukitaka mwanawe apone mpe zawadi rafiki yake Ibilisi. Yule bwana akamwambia sasa yule rafiki yake Ibilisi nitamjuaje? Ambaye nenda msikitini kangoje nje, akitoka mtu wa kwanza tuwe mpe zawadi. Wa kwanza anayetoka yeye mpe zawadi, yani maana yake wa kwanza anayetoka msikitini rafiki yake Ibilisi. Rafiki yake Ibilisi waswali, rafiki yake Ibilisi waswali, mbona watia watu kwenye balaa? Almuhimu asema yule bwana akaenda msikitini pale akakaa nje, sijui yeye kama aliswali, makaenda kwa waganga aswali, akakaa nje asema basi apige kile kisa tumsikiliza tu hivi. Jamaa huyu adanganya watu waziwazi. Yule bwana akakaa pale, wa kwanza alitoka kampa zawadi, asema zawadi hii wanjuaje wewe utanipa zawadi? Yule bwana akamwambia naambiwa na mganga anayetoka wa kwanza rafiki yake Ibilisi nimpe zawadi, sasa ndio wewe nakupa. Jamaa karudi mbio msikitini, tatukaji wa kwanza mimi ndio rafiki yake Ibilisi. Hicho kisa kiufupi kimetolewa ili wewe usitoke ukae msikilize. Unaelewa? Sasa si uwaimize watu kutafuta ilmu, ya nini utoe visa vya uongo? Kwa hiyo walikuwepo hata wakati wa masahaba watu wana haraka labda na shughuli zake, atoka wa kwanza. Ndio hapa akasema wa kharaja sar'anun nas, wa kharaja sar'anun nas. Wale waliotoka mapema wale wakawa wazungumza kule nje, wasema hivi qalu qusiratis sala, swala jamani mpunguzwa. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam raka mbili, kwa kaanza kuzungumza kule nje kwa swala yafanya nini impunguzwa. Faqama dhul yadaini, sahaba mmoja alikuwa na mikono mirefu hivi mpaka ukawa mwita dhul yadaini, yani mwenye mikono miwili, haimaanishi wengine hawana mikono. Ameitwa dhul yadaini kwa sababu mikono yake mirefu, yani kuliko mtu wa kawaida. Nafikiri mshaona baadhi ya watu mkono wake mkubwa hivi na mrefu hivi, yatokea saa nyingine dhul yadaini. فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يا رسول الله هي صلاة مpunguزwa ama wewe unsahau? فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا, Mtume sallam akatizama kulia na kushoto. فقال ما يقول ذو اليدين؟ ذو اليدين yusema nini? Yani bimaana ataka kuwasikia na wale wengine, nyote nyinyi mmeona ili jambo ama mbona yeye peke yake anasema? Qalu sadaqa lam tusalli illa rak'atayn. Dhul yadayn amesema kweli ya Rasulullah, wewe kuswali isipokuwa rak'a ngapi? Mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa hivyo akasimama pale pale alipokuwa amesimama akiswalisha, fasalla rak'atayn, akaswali raka nyingine mbili, wasallama, kisha akatoa salamu, thumma kabbara thumma sajada, kisha akadeta takbira akasujudu, thumma kabbara farafa'a, akadeta takbira akakaa, thumma kabbara wa sajada, akadeta takbira akasujudu sajida ngapi? Ya pili, thumma kabbara wa rafa'a, akadeta takbira akakaa. قال وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم, kisha ndo akatoa salamu alayhi salatu wassalam. طيب, hii ni hadithi nyingine inazungumzia swala hili, na kuna nyingine sitaki nirefushe sana, lakini nasema hadhihi nusus ghayruha, hizi nusus tulizosoma na nyinginezo, tadullu dalalatan sariha ala anna al-imama au al-munfarida idha saha fi as-salah فزاد فيها أو نقص أو شك وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو. hizi dalili na nyinginezo ziko wazi. Dalili yake iko wazi kuwa imam ama anayeswali peke yake munfarid, ikiwa itatokea amesahau katika swala yake akaongeza au akapunguza au akawa na shaka, ni wajib juu yake kusujudu sajida mbili za sahwi. Kama annaha tuwadhihu, kadhalika hizi hadithi zatubainishia na kutuwekea wazi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yatruk sajdatay sahwi, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kuambiwa amesahau au akasahau katika swala yake isipokuwa alisujudu
sajda hizi mbili. Bal kana yuhafidhu alaiha idha saha fi as-salah. Mtume sallam alikuwa kidumu katika sujudu sahwi ikiwa itatokea kusahau. Wa huwa al-musharri'u al-qa'ilu fi sunnatihi sallu kama ra'aytumuni usalli. Yeye ndo aliyetoa sheria, ndio mweka sheria aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye aliyetuambia sisi sallu kama ra'aytumuni usalli. فدل كل ذلك على وجوب سجدتي السهو إذا حصل سببها. kwa hivyo hizi adilla zote ni dalili ya kuwa ni wajib kusujudu sujudu sahwi ikiwa itatokea sababu yake. Na sababu yake nini tumetaja? wa huwa ziyadatu au an-naqsu au shak, imma kwa kuzidisha au kwa mtu kupunguza katika swala yake au kuwa na shaka. طيب, masala inayofuata ambayo tutamalizia, alhikmatu min mashru'iyati sujudi sahwi. Kwa hikma gani tumeamrishwa kusujudu sujudu sahwi? Katika masail au katika ahkam za kisheria kuna hukumu ambazo sisi twajua hikma yake kupitia kwa wanavyuoni, zile hikma walizozitoa ndani yake. Kadhalika masail na ahkam katika sheria ambayo pengine itafichikamana kwetu sisi hikma yake, Allahu a'lam kwa nini imeamrishwa, lakini tuamini kwa ndani yake kuna hikma kubwa ambayo anajua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hakuna amrisho katika sheria ama katazo katika sheria isipokuwa ndani yake kuna nini? Kuna hikma. Aijua anayejua, hajui asiyejua. Ikiwa twajua ni ziada ya ilmu, ikiwa hatujui falhamdulillah tuamini kuwa ndani yake kuna nini? Kuna hikma. Katika suala hili mtanukuu maneno ya al-allamatu Ibn al-Qayyim rahimahullah, na kwa wale wenye kuandika pengine baada ya darasa hii, darasa imerekodiwa, za kuchukua ukaandika polepole, sababu ni maneno kidogo nikisoma polepole sitomaliza. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، يمثبت حديثي متوم صلى الله عليه وسلم، حديث كتك صحيح البخاري، أسمع: إنما أنا بشر مثلكم، حقيقة سيفينيفيو ميمي نبنادام كما نيني. متوم صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، mimi pia nasahau kama mnavyosahau nyinyi, mimi nasahau kama vile nyinyi mnavyosahau. Fa idha nasitu fadhakkiruni, basi nikisahau nikumbusheni, ikiwa umeona nimesahau nikumbusheni. Asema Ibn Qayyim: wa kana sahuhu, yarhamkallah, wa kana sahuhu fi as-salati min tamami ni'mati llahi ala ummatihi, na kusahau kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala yake ni katika kutimia neema ya Allah juu ya ummati Muhammad. Kule kusahau kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni neema kutoka kwa Allah juu ya huu umma. Hebu niwaulize, lau kama ingelikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hasahau katika swala, tungelijuaje sisi kusujudu sujudu sahwi? Lau kama hatosahau mtume sallallahu alaihi wasallam, tusingejua sisi sujudu sahwi iko vipi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake akamjaalia mtume wake sallallahu alaihi wasallam asahau, ili atufundishe sisi ikiwa litatupata sisi kama hili tutafanya nini. Kwa hii ni hikma kubwa. Qala: wa kana sahu fi as-salati min tamami ni'mati llahi ala ummati wa ikmali dinihim, kule kusahau kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika ukamilifu wa neema za Allah juu ya huu umma na kuwakamilishia wao dini yao. ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو, ili umma huu upate kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile sheria aliyofundisha pale inapotokea mtu kusahau katika swala yake. Al-Imam Ibn Qayyim asema: wa hadha ma'na al-hadith al-munqati' alladhi fi al-Muwatta, na hii ndio maana ile hadith munqati' bimaana haikuthibiti lakini maana yake sahihi. katika al-Muwatta asema:
inni la ansa au unassa li asunna, yani mimi nasahau au nasahaulishwa ili ijulikane sunna katika swala hilo, ili ifahamike sunna yangu ni nini katika swala hilo. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yansa, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni binadamu yusahau. Fayatarattabu ala sahwihi ahkam shar'iyya, kisha natija yeye kusahau kuna ahkam za kisheria zaje sasa pale. Unaona, kwa kule kusahau kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ndani yake kuna faida, kwa anaposahau atufundisha ahkam zinazofungamana na kule kusahau. Sababu lao kama tungesema afanya kusudi, ikiwa wewe mwenyewe mtu wa kawaida si mtume, wewe ukifanya kusudi katika swala adhuhuri ukatoa salamu baada ya raka mbili, ile swala itafanya nini? Itakuwa ni batila. Kwa haiwezekani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam afanye kusudi katika swala hili. Kwa yuwasahau ili sisi kupata nini? Kupata faida ya kuwa anayesahau afanyeje. Kwa sema fayatarattabu ala sahwihi ahkam shar'iyya tajri ala sahwi ummatihi ila yawm alqiyama. Kwa hivyo kukaa zile ahkam za kisheria za kusahau katika swala zaenda katika umma wake mpaka siku ya kiyama. Kuna hikma kubwa kwa kusahau kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. طيب, kuna masala nataka niyagusia hapa pia, sujudu sahwi fi salati aljanaza. Je, kuna sujudu sahwi katika swala ya jeneza? Waswali ya maiti kisha ukasahau utafanya nini? Kwa mfano waswali ya maiti ukasahau, ushawahi kujiuliza uswali? Nishajua mimi katika swala yangu ya kawaida nikisahau nafanya nini, lakini je katika salati aljanaza kuna sujudu sahwi pale? طيب, sujudu sahwi la yakunu fi salati aljanaza. Sujudu sahwi haiwi, hakuna katika swala ya jeneza kwa sababu zifuatazo. Naomba mziandike, nitawauliza. Sasa nikimaliza hapa na maswali nitakuuliza katika kila suala nililozungumzia. Sababu ya kwanza, li'annahu lam yarid 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Yarhamukallah. Mwanzo jambo hili halijapokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lau kama kungelikuwa na hukumu kama hiyo, kama vile katika swala mtume sallam alisahau, Allah akakadiria akasahau, ingetokea pia katika salat al-janaza. Haikutokea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Idhan li'annahu lam yarid 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Sababu ya kwanza hiyo. ثانيا, sababu ya pili, لأنه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها. أصلي يا صلاة الجنازة haina sujud. Kwa hata ikitokea kusahau katika salati aljanaza pia kutakuwa hakuna sujud. Ikiwa asli yake yenyewe haina sujud, itakuwaje kuunganisha na kufunika pengo hiyo kuna sujud? Wasema li'annahu la sujuda fi sulbiha, sababu katika sulb salati aljanaza hakuna sujud. Fala sujuda fi jabriha, kwa hiyo pia katika kule kufunika yale mapengo ile swala hakuna sujud. طيب, hapa ya masala atuzungumzie, lakini wacha niyazungumzie hapa, nigusie. Kwa mfano umefika msikitini watu waswali salati aljanaza, ukawapata kwenye takbira ya 3 na wewe ndio waingia, utafanya nini hapa? طيب, kufupisha jawabu lake, wewe utaingia katika ile swala kama unavyoingia katika swala ya faradhi ukichelewa, hivyo hivyo pale utaingia, utaleta takbira ya kwanza, Allahu akbar. Kwako wewe hiyo ndio itakuwa ni ngapi? Ya kwanza. Kwa wao wakiwa wamuombea yule maiti, wewe usoma suratul Fatiha. Umeelewa? Wakipiga takbira ya 4 ya kutoa salamu, sio wewe ndio wamswalia nani? Mswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Akitoa salamu ile imamu, wewe umbakisha takbira ngapi? 2. Kwa waleta takbira ya 3, wamuombea kwa dua fupi yule maiti, hata kusema Allahumma ighfir lahu warhamhu yatosheleza. Kisha waleta takbira ya 4, watu wa salamu. Kwa kama vile unavokosa swala ya wajibi, swala ya kawaida, waongeza zile raka walizokosa pia pale ni hivyo hivyo, hakuna tofauti.
ili muhimu pia kueleweka. Naam, ngoja mmalizie hapo tanuliza. Andika swali. طيب, kuna masala mengine madogo hivi nitayatia katikati hapa. Lau saha an yasjuda lisahwi au saha fi sahwi. Kwa mfano katika kusujudu sahwi, ile kusujudu sahwi akasahau pale ndani, si mfahamu, tayari yashasahau, asujudu sujudu sahwi. Katika sujudu kwa mfano ansahau kuleta dhikr Allahu akbar kaleta, sasa huyu amesahau ndani ile ya kuunganisha kusahau, atafanya nini? Wasema wanawavyuoni la sujuda lisahwi lau saha fi sujudi sahwi, hakuna sujudu sahwi kwa kusahau katika sujud as-sahwi, lialla yalzama madha ad-dawr ay takrar as-sahwi akthar min marra, ili isiwe itakariri ile sujudu sahwi zaidi ya mara moja. fayasjudu lis-sahwi li'annahu saha, thumma idha saha yazidu, thumma idha saha wayazidu wa hakadha. Kwa kufunga hapo ile sujudu sahwi ikiwa umesahau ndani yake tosha, yatosheleza, hausujudu tena sujudu sahwi. طيب, كذلك wanaoviona sema yustathna kadhalika salatu al-khawf la sujuda lisahwi fihi. Salatu al-khawf hakuna ndani yake sujudu sahwi. Salatu al-khawf ikiwa watu katika vita, kwa vile salatu al-khawf hakuna sujudu sahwi ndani yake, li'annahu la yumkinu at-taharruz minhu ay sahwi, kwa sababu mtu hawezi kujizuia kutokamana na kusahau katika salatu al-khawf. Yani lau kama itatokea kuwa wewe swali salatul khawf, bunduki zikaanza kupigwa pale, akili yaweza kuruka pale na uko ndani ya swala, kwa sababu salatul khawf. Kwa hivyo ikiwa katika salatul khawf sema waqad saqata min salatul khawf kathir min alwajibat, salatul khawf aslan kuna mambo mengi katika wajibat yaanguka. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala sema fa in khiftum farijalan au rukbana, yani bimaana mtu aweza kuswali huko yafanya nini, yutembea, yuko katika jihad fi sabilillah, yupigana, hawezi kusimama kuswali na wakati watoka. Allah akatupa ruhusa fa in khiftum farijalan, rijalan ay wa antum tamshun ala al-arjul, au rukbana, au mkiwa juu ya vipando vyenu. Kwa hivyo waswali vipi? Bil ima, kwa kuishiria Allahu akbar, samia Allahu akbar, hivyo huku yuko vitani. Sasa ikiwa katika swala hii ameangushiwa wajibat na zingine pengine arkan, kwa sababu ile hofu, kwa ndani yake hakuna sujudu sahwi. Haya masail tumeyatanguliza, ni muhimu sana kueleweka katika swala hili. طيب, tuingie katika mukaddima wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة. الشيخ ابن عثيمين afunguza risala yake na huu tangulizi, asema wengi katika watu hawajui mengi katika ahkam zinazofungamana na sujudu sahwi katika swala. Wengi katika watu hili jambo, bali tuweza kusema hata baadhi yao ni maimamu wa misikiti. Mtu yoswalisha pengine miaka, lakini ahkam zinazofungamana na sujudu sahwi mara nyingi hazijui, na hii ina asbabu. Na miongoni mwa sababu ni kuwa hili jambo latokea nadra. Jambo la kusahau katika swala si kila siku, yani pengine katika miezi miwili laweza kutokea mara moja. Wakati mwingine yule imamu mashallah aweza kupita miezi mingi, labda pengine atakuwa mwaka itokee mara moja au mara mbili mfano. Na mara nyingi jambo kama hili wala sahaulika, ikiwa latokea nadra, mara nyingi la sahaulika.
فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه kuna wale ambao wawacha kusujudu sujudu sahwi katika mahali ambapo ni wajib kusujudu sujudu sahwi ومنهم من يسجد في غير محله kuna wengine huacha sujudu sahwi katika mahali pake ambapo ni wajib kuiweka na wengine sujudu sahwi aisujudu ndio lakini si pahali pake ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده na kuna wale ambao asujudu sujudu sahwi baada ya salamu pamoja na kuwa mahali pake ilikuwa yatakana iwe kabla ya salamu ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله wengine wasujudu sujudu sahwi kabla salamu na yatakana iwe baada ya salamu na wengine baada ya salamu na yatakana iwe kabla ya salamu ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جدا sababu hiyo ikawa kujua ahkam zinazofungamana na sujudu sahwi ni jambo muhimu sana la siyama lil a'immati alladhina yaqtadi an-nas bihim haswa kwa maimamu ambao watu wako nyuma yao wafuata na kuwaiga وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها na wao ndio wamebeba masuhulia maimamu wamebeba masuhulia ya watu kuwafuata katika swala zao wao ni maimamu wa waislamu kwa yale masuhulia waliobeba watakikana ile masuhulia wasimamie kisawa sawa wasome ahkam zinazofungamana kama na sujudu sahwi sababu maamuma hata ikiwa hajui hukumu ya sujudu sahwi kwa mfano yeye wakufuata wewe imamu kwa ukiifanya sawa na yeye pia atafanya sawa sawa na ukikosea kama imam na yule aliyeko nyuma yako pia atakosea na hapa Sheikh angalia hapa kuzungumza sema wayatruku sujuda sahwi fi salat hii sujudu sahwi wasema as-sahwu fi salat si ani salat wanaoviona wasema as-sahwu taratan yuadda bi'an وتارة يعد بفي hii sahu wakati mwingine huja sahu ikatumika an na wakati mwingine ikatumika fi chukulia mfano Allah subhanahu wa ta'ala sema alladhina hum an salatihim sahun ikatumika anna si fi ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون sawa na hapa sisi tunasema as-sahwu fi as-salah sawa tutumia fi fa in uddiya bi'an fa huwa madhmumun ikija sahwu na an basi imesimangwa kusahau huko kumesimangwa ni madhmum kwa nini li'annahu tarkun lishay'i ma'a al-qasdi kwa sababu ni kukiwacha kitu kwa kukusudia katika lugha ya Kiarabu ikitumika an katika sahu maana yake amekusudia kujisahaulisha sio kuwa amesahau katoa mfano alladhina hum an salatihim sahun na hapa kuna tafsiri nyingi za wanaoviona kwa iwaichelewesha ile swala mpaka wakati wake watoka na mengineo katika yale wanaoyafanya wa idha uddiya bifi sara ma'fuwan anhu lakini ikija na fi basi hii mtu amesamehewa kama hii ikaja as-sahwu fi as-salah fi maana yake ni mtu li'annahu taraka au tarkun lahu min ghairi qasdin sababu amewacha bila kufanya nini ya kukusudia hakukusudia amesahau قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فأحببت أن أقدم لإخواني بعضا من أحكام هذا الباب الشيخ ابن عثيمين katika utangulizi huu ameeleza sababu ya yeye kuandika hii risala sababu mara nyingine mtu yeyote anayeandika risala ana sababu iliyompelekea yeye kuandika imma kuna mtu amemuomba aandike kama vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah al-Aqidatu al-Wasitiyya
aliombwa na watu wa Wasit wa mji wa Wasit Iraq aiandike. Qadhi wa Wasit alikuja pale akamwomba Sheikh al-Islam awaandikie itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sheikh al-Islam akaomba udhuru kwa wako wengi katika wanavyuoni wameandika warejelee huko, akasema la, tunataka wewe uandike. Kwa akaandika al-Aqidatul Wasitiyya kwa kichwa chake, ile ya kuandika kwa ameangalia mala, kwa kichwa chake akaandika kwa dalili zile zote mwanzo. Na yeye mwenyewe asema na mimi naandika na yule anayetaka amesimama ubavuni mwangu. Kwa akaiandika baina dhuhur na asr, akaandika kimaliza kaifunga kampa, ikaenea. Ndio mpaka leo sisi tusoma al-Aqidatul Wasitiyya ile ameiandika baina dhuhur wal asr. طيب na sasa hivi tukianza kuisoma hapa tuweza kuchukua mwaka mzima tusomazo ikiwa sharh kama Ibn Uthaymeen rahimahullah, sharh mbassat kwenye mujallad 2. Kwa kuna sababu nyingine inaweza kutokea kwa mtu amekuja kamuomba yule mwanachuoni aandike, na wakati mwingine yule mwanachuoni mwenyewe aona dharura ya yeye kuandika katika jambo hilo kwa sababu awaona watu wahitajia kabla ya wao kumwambia. Ndio mfano huu aliotaja hapa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, kuwa yuwaona kuwa wengi katika watu hawafahamu hili swala, akaamua kuandika risala sahali. Ukiona utaona ni fupi lakini ina ahkam nyingi sana ndani yake rahmatullahi alayhi. قال راجيا من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين فأقول مستعينا بالله تعالى مستلهما منه التوفيق للصواب. صلى الله يوفقنا جميعا على فهم هذه الرسالة. قال سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. سجود السهو ni sajida mbili anazisujudu mwenye kuswali ili kufunika yale mapengo yaliyotokea katika swala yake kwa sababu ya yeye kusahau. Wa asbabuhu thalatha, na sababu za sujudu sahwi ngapi? 3. Aziyada, imma kuzidisha katika swala, wanaqsu au kupunguza katika swala, washakku au mtu kuwa na shaka katika swala. Na hizi sababu 3 ndio tutakuwa tuzungukia katika kueleza ahkam zinazofungamana na sujudu sahwi. Tukiwa tuanza na ya kwanza kabisa ambayo ni aziyada, na ili naomba nilieleze kesho, sirefushi katika darasa hizo sababu naogopa nitaje mambo mengi na tayari nishataja mengi, kisha tukimaliza hapa tukiondoka tasikumbuki bana tunatajiwa nini. Hapa ndio nitasimama. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fikum.